Sasa leo nitakutajia namna 5 ambao unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kusafisha nyota yako. Kama mwanadamu ana nyota zaidi ya moja, nitakutajia ni namna gani unaweza kusafisha kila nyota ambayo iko ndani yako ili kuweza kufanikiwa. Kama ni nyota ya mvuto, nyota ya kibali, nyota ya mafanikio, nyota ya biashara, nyota ya kazi, nyota. Sasa napokwenda kuonyesha namna gani ya kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kusafisha nyota yako, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa namna ya kwanza, kama unatamani nyota yako ya kibali iweze kung'aa ili uweze kujipatia kibali na kubalika mbele ya watu. Sasa kama unatamani uweze kupata kibali machoni pa watu na machoni pa Mungu, uenda kwenye kazi unayofanya, kwenye biashara unayofanya, kwenye mahusiano, utaamka saa 9 kamili usiku na utafuata maelekezo haya marahisi. Utachukua Biblia yako, utaishika kwenye mkono wako wa kulia na utafungua kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 5 na ule mstari wa 12, na kwenye mkono wako wa kushoto utashika chumvi yako ya mawe na utasoma kifungu hicho cha Biblia mara 3 kwa sauti. Na utakapomaliza kufanya hivyo, utaitamkia chumvi hiyo, utasema: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, siku ya leo nitakapotumia chumvi hii, nitakapokwenda kutumia chumvi hii, Baba, naomba nikapate kibali kwenye biashara yangu, nikapate kibali kwenye mahusiano yangu, nikapate kibali kwenye kazi yangu, nikapate kibali kwenye kila ninalolifanya, Mungu wa mbinguni, nikapate kibali kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Utakapomaliza kuomba maombi hayo, utachukua chumvi ile ya mawe na utaweka kwenye maji. Utakapoweka kwenye yale maji, utachukua yale maji, utanawa usoni mwako. Narudia tena, utanawa usoni mwako. Nyota ya kibali ya mtu huwa inakaa kwenye paji lake la uso. Kwa utachukua yale maji, utanawa mara 3 na utafanya kitendo hicho cha imani kwa muda wa siku 7 mfululizo. Na utakapomaliza kufanya kwa muda wa siku 7 mfululizo, na kuhakikishia kama kwenye maisha yako ulikuwa hauna kibali, ulikuwa haukubaliki, ulikuwa unachukiwa na watu bila sababu, utakapofanya kitendo hicho cha imani kwa muda wa siku 7 mfululizo, nyota yako ya kibali itang'aa na kusafishika mara moja, na utaanza kuona matokeo mbalimbali kwenye maisha yako. Na namna ya pili, unaweza ukasafisha pia nyota ya mafanikio ili uweze kufanikiwa kwenye kila unalolifanya, kwenye kila jambo unalolifanya. Unaweza ukatumia chumvi ya mawe ili kuweza kusafisha nyota ya mafanikio. Sasa utafanyaje? Utafanya hivi: utaamka saa 9 kamili usiku. Utakapoamka saa 9 kamili usiku, utafungua Biblia yako kwenye mkono wako wa kulia kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 na ule mstari wa 12. Alafu kwenye mkono wako wa kushoto utashika chumvi yako ya mawe. Utachukua Biblia yako na utasoma kile kifungu cha Biblia juu ya hiyo chumvi mara 3. Na utakapomaliza kusoma kifungu hicho mara 3, ukiwa umeshika hivyo Biblia yako kwenye mkono wako wa kulia na chumvi yako kwenye mkono wa kushoto, utatamka maneno haya, utasema: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, kuanzia leo nitakapotumia chumvi hii ya mawe, Bwana, nyota yangu ya mafanikio iliyokuwa imechafuka, nyota yangu ya mafanikio iliyokuwa haing'ai, Mungu, ninaamuru kuanzia sasa nitakapotumia chumvi hii ya mawe, Baba, ninaomba kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwenye kila jambo ninalolifanya nikafanikiwe kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakataa hasara kwenye biashara yangu, nakataa hasara kwenye kazi zangu, nakataa hasara kwenye kila ninalolifanya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Utakapomaliza kufanya maombi hayo, utachukua chumvi yako ya mawe na utaweka kwenye maji yako, na baada ya kuweka kwenye maji yako, utachukua yale maji, utanawa mikono yako. Utanawa mikono yako kwa sababu nyota ya mafanikio huwa inakaa mikononi mwa mtu. Utafanya kitendo hicho cha imani kwa muda wa siku 7 mfululizo, na utakuwa unanawa mikono yako kipindi ambacho unaenda kufanya kazi yako. Kama ni mwalimu, kama ni mfanyakazi, kama ni mfanyabiashara, utakuwa unanawa maji hayo unapokuwa unakwenda kazini. Kila siku utakuwa unachukua chumvi ile, unatupia kwenye hayo maji na unanawa mikono yako. Na nakuhakikishia utakapofanya hivyo, kama ulikuwa haufanikiwi kwenye kila jambo unalofanya, nyota yako mafanikio itasafishika na itang'aa na utaanza kufanikiwa mara moja. Lakini namna ya 3 pia, unaweza kusafisha nyota yako kumiliki na kutawala kwa kutumia chumvi ya mawe. Yamkini pale kazini wewe ni bosi lakini hauheshimiki, watu hawafanye kile unachowaambia wafanye. Au pale nyumbani wewe ni mzazi lakini kile unachosema, kama wewe ni mwanaume mwanamke asikii, au kama wewe ni mama au wewe ni baba, unashindwa kuiongoza familia yako vizuri, unashindwa kumiliki na kutawala, unashindwa kumiliki na kutawala watoto wako, unashindwa kumiliki na kutawala kwenye eneo lako la kazi. Utakachokifanya, utafanya hivi: utaamka saa 9 kamili usiku, utashika chumvi yako kwenye mkono wako wa kushoto na utashika Biblia yako kwenye mkono wako wa kulia, na kwenye Biblia yako utafungua kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 1 na ule mstari wa 3. Utakapokuwa umeshika vitu hivyo viwili mkononi, utachukua kifungu hicho cha Biblia, utasomea chumvi hiyo mara 3. Narudia tena, utasomea chumvi hiyo mara 3. Na utakapomaliza kusomea chumvi hiyo mara 3, utaingia kwenye maombi, utasema: Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, nitakapoenda kutumia chumvi hii, ninaomba kuanzia sasa nyota ya kumiliki na kutawala ikang'ae kwenye maisha yangu. Mungu wa mbinguni, nikamiliki na kutawala kwenye eneo langu la biashara, nikamiliki na kutawala kwenye eneo langu la kazi. Popote pale Bwana unapopita, nikamiliki na kutawala kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, lote lile ninalokwenda kulifanya nikafanikiwa kuanzia sasa, nikamiliki na kutawala kazini, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye lote lile ninalokwenda kulifanya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na utakapoweza kufanya hivyo, utachukua chumvi ile ya mawe na utaweka kwenye maji yako, na baada ya kufanya hivyo utaosha nyayo za miguu yako, kwa sababu nyota ya kumiliki na kutawala huwa inakaa kwenye miguu ya mtu.
Kwenye miguu ya mtu ndiko inakokaa nyota ya kumiliki na kutawala. Na utafanya kitendo hicho cha imani kwa muda wa siku 7 mfululizo. Utakapomaliza kufanya hivyo, na kuhakikishia kama ulikuwa haumiliki na kutawala, ulikuwa haupati heshima yako kwenye kazi yako, ulikuwa haupati heshima yako kwenye familia yako, popote pale ulipokuwa unakwenda, watu walikuwa wanakudharau, watu wataanza kuheshimu na utakuwa na utiisho, lakini pia utakuwa na ile hali ya kumiliki na kutawala kwenye kila eneo unalopita, kwenye kila kitu unachokifanya utamiliki na kutawala. Lakini namna ya 4, unaweza ukatumia chumvi ya mawe ili kuondoa mikosi na mabalaa. Yamkini wewe siku leo kwenye maisha yako una mikosi na mabalaa. Kila jambo unalofanya inatokea nuksi. Kila kitu unachokifanya kinaharibika. Lolote hilo unalojaribu kufanya, unalojaribu kuplani kwenye maisha yako huwa haliendi. Yaani wewe mikosi imekuzunguka kwenye maisha yako. Kila unalofanya unapiga hasara. Kila biashara unayofanya unapiga hasara. Kila sehemu unapokwenda unakuwa ni mtu kukataliwa. Hauna kibali kabisa kwenye maisha yako. Kila unalofanya kwenye maisha yako linakuwa ni gumu. Sasa utatumia chumvi ya mawe ili kuweza kujiondolea mikosi na mabalaa, ili kufanya nyota yako ya kawaida sasa ing'ae. Utafanya hivi: utaamka saa 9 kamili usiku na utashika Biblia yako kwenye mkono wako kulia na chumvi yako kwenye mkono wako kushoto. Alafu kwenye Biblia yako sasa utafungua kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 7 na ule mstari wa 1. Utasomea kile kifungu kwenye ile chumvi iliyoshika mara tatu. Utakapomaliza kufanya hivyo, utatamka maneno haya kwa imani. Utasema: Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, utakapokwenda kutumia chumvi hii ya mawe kwa imani, Mungu inaomba kila mikosi na mabalaa iliyokaa kwenye maisha yangu, Bwana, mikosi hiyo ikaniachie kuanzia sasa. Mabalaa hayo yakaniachie kuanzia siku ya leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, kila mikosi iliyosimama kwenye maisha yangu kwa namna yote ile, nitakapokwenda kutumia chumvi hii ya mawe, Mungu ninaomba kuanzia sasa mikosi hiyo ikaniachie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Utakapomaliza kufanya hivyo, asubuhi utakapoamka, utachukua chumvi yako ya mawe na utaweka kwenye maji yako ya kuoga na utaoga mwili mzima. Wengine wanauliza unaogea bafuni chooni? No, unaogea bafuni kama kawaida. Utakapofanya hivyo, na kuhakikishia kama kwenye maisha yako ulikuwa na mikosi, ulikuwa na mabalaa, kuna vitu ambavyo umefanyiwa kichawi, kuna michezo ambayo umefanyiwa na mikosi inakufuatilia kwenye maisha yako, unagundu, kila unalofanya haliwezekani. Utakapofanya kitendo hicho cha imani ndani ya siku 7 mfululizo, na kuhakikishia kila mikosi iliyokaa kwenye maisha yako itaondoka mara moja. Sasa napokwenda kuelekeza namna ya 5 ambayo unaweza kusafisha nyota yako kwa kutumia chumvi ya mawe, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado haujalike video hii mpaka tulipofika na inakubariki, basi unaweza kulike mahali pale. Lakini pia namna ya 5, unaweza kutumia chumvi ya mawe ili kuweza kuombea uzao wako. Kama unatamani uweze kupata watoto wenye akili, watoto ambao watatembea kwenye makusudi ya Mungu, watoto ambao watakuja kuwa msaada kwako baadaye, watoto ambao hawatakuja kuharibikiwa katikati ya safari, utakachokifanya, utaamka saa 9 kamili usiku, na utakapoamka saa 9 kamili usiku, kwenye mkono wako kulia utashika Biblia yako na kwenye mkono wako kushoto utashika chumvi yako ya mawe, na kwenye Biblia yako utafungua kwenye kile kitabu cha Isaya ile sura ya 54 na ule mstari wa 13. Alafu utasoma kile kifungu kwenye ile chumvi mara 3. Utakapomaliza kufanya hivyo, utatamkia chumvi ile maneno haya kwa imani. Utasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, kuanzia siku ya leo, chumvi hii nitakapoenda kutumia, ninaomba uzao wangu ukabarikiwe. Ninaomba nyota yangu ya uzao ikabarikiwe. Naomba kwenye tumbo langu wakatoke watu wakubwa. Naomba kwenye tumbo langu wakatoke marais, wakatoke watu wakubwa, wakatoke watu wenye heshima, wakatoke watu wenye staha. Watoto wangu wakawe ni watoto ambao watakuja kunisaidia. Watoto wangu wakawe ni watoto, Bwana, ambao watakuja kunikumbuka mimi mzazi wao, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Asubuhi utakapoamka, utachukua chumvi ile na utaweka kwenye maji yako. Unapokwenda kuoga, utakuwa unamwagia yale maji yako kwenye eneo hili la tumbo lako, na utafanya kitendo hichi cha imani kwa muda wa siku 3 mfululizo. Na utakapofanya hivyo, na kuhakikishia kabisa nyota yako ya uzao itakuwa ni nyota njema, na kwenye tumbo lako watatoka watu wakubwa, watatoka watu ambao hawatakuja kutia aibu, watatoka watoto ambao watakuja kwa msaada kwenye maisha yako, kwenye siku zako za usoni. Na muda huu, kama uko na chumvi ya mawe, chukua chumvi yako ya mawe na nyanyua kwa mkono wako wa kulia juu. Nataka niombee chumvi hiyo ya mawe ili iweze kusaidia kwenye haya mambo ambayo nimekwambia. Unaweza usifanye maelekezo yote niliyokuambia, ila unaweza kutumia chumvi hiyo ya mawe ambayo nimeombea kwa maombi haya na ikakusaidia vile vile. Chukua chumvi yako ya mawe na nyosha kwa mkono wako wa kulia juu. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, Baba, naombea chumvi hiyo kuanzia sasa. Baba, chumvi hiyo itakapokwenda kutumika, naomba nyota zilizokuwa zimechafuka kwenye maisha yao, Baba, naomba kuanzia sasa nyota zao zikasafishike kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Nyota zao Bwana zilizokuwa zimechafuka, nyota zao za kazi, nyota zao za biashara, nyota zao za mahusiano, Baba, naomba chumvi hiyo itakapokwenda kutumika kama nilivyotoa maelekezo hayo hapo juu, kama ulivyonipa ufunuo huo, Baba, naomba nyota zao zikasafishike kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Nyota zao zikasafishike kuanzia sasa, wakawe watu wapya kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, natamka kitu cha ajabu kwenye maisha yao, natamka nyota zao zikaongezeke, natamka nyota zao zikang'ae Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, atakapotumia chumvi hiyo Bwana, kila ushetani uliokaa kwenye nyota zao, chochote kile kilichokaa kwenye nyota yao Bwana, kikaondoke kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi niandikie kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kuna kitabu hiki kizuri sana kinaitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Kwenye kitabu hiki nimeelezea maana zaidi ya 70 za ndoto,
unaweza ukakipata kitabu hichi kwa shilingi 10,000 peke yake. Ni kitabu kizuri sana. Hii ni silaha ya vita, lakini pia ni silaha ya kuombea kila ndoto ambao unaiota. Kitabu hichi kinapatikana kwenye soft copy na kwenye hard copy kwa shilingi 10,000 peke yake. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza kulike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.